mapacha na vielezo vipo, lakini alikabidhiwa mtoto mmoja, na alipokuwa akihoji mtoto wa pili walipokea sana. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina ikiwemo vipimo vya vinasaba yani DNA kufuatia malalamiko ya mwanamume mmoja mkazi wa wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa kudai kuwa mke wake alijifungua watoto mapacha lakini baadaye akakabidhiwa mtoto mmoja. Akizungumza kuhusiana na tukio hilo, mwanamume huyo amesema ana vielelezo vinavyoonyesha kuwa mke wake alijifungua mapacha, jambo linalozua sintofahamu baada ya familia hiyo kupewa mtoto mmoja pekee. Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo amesema uchunguzi wa awali uliofanywa na wataalamu wa afya umebaini kuwa mwanamke huyo alijifungua mtoto mmoja. Hata hivyo, ameeleza kuwa kulikuwa na hitilafu katika uandikishwaji wa taarifa za mtoto. Aidha, amesema siku ambao mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini kulikuwa na mwanamke mmoja aliyejifungua watoto mapacha, na ndipo muuguzi alipochanganya taarifa za kadi za watoto hao, hali iliyosababisha mlalamikaji kujaziwa taarifa zinazoonyesha kuwa wamepata mapacha. Kutokana na utata huo, waziri mkuu ameagiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina zaidi ikiwemo vipimo vya DNA ili kubaini ukweli na kumaliza kabisa sintofahamu iliyojitokeza. Mimi ni mzee wa miaka 60, lakini mke wangu amepata ujauzito akaenda kujifungua wilaya ya Nkasi mwezi wa 10. Alipokwenda wilaya ya Nkasi kujifungua, alijifungua mapacha na vielezo vipo, lakini alikabidhiwa mtoto mmoja, na alipokuwa akihoji mtoto wa pili walipokea sana. Na hii tabia wauguzi wanayo sana, lakini aliporudi alikuja kuniambia kwamba bwana, mimi nimejifungua watoto mapacha na kadi ni hapa, lakini nimekabidhiwa mtoto mmoja. Kwa kuwa mimi nimeparalyze kutokana na uvuvi, niliondoka nikaenda kwa daktari mkuu hapa ili kuweza kutambua nini kilichofanyika pale, anaitwa Dr. Mugasi. Lakini nilipomweleza yeye mwezi wa 10 akaniambia hivi, ngoja nitalifanyia kazi, lakini usimweleze mtu yeyote mpaka tu tumepata ufumbuzi. Lakini toka hicho kipindi mpaka kufika Ijumaa wanasikia wewe unakuja, ndipo nilipowaona wamekuja nyumbani kuchukua upelelezi. Na walipotoka nyumbani hiyo Ijumaa waliniambia mpaka kufika Jumatatu tutakuwa tumeshakupa majibu. Lakini nilipofika, kabla ya Jumatatu, Jumamosi nikapokea simu kutoka kwa daktari mkuu wilaya ile. Anasema mnahitajika leo mpande wilayani. Nikamwambia kulingana na jiografia nilionayo na hali ya nyumbani kwangu, mimi sina pesa, ni mlemavu sasa, ninaomba unipe muda. Akasema basi Jumatatu. Jumapili amepiga simu kwamba kwa sababu Jumatatu waziri anakuja tufanye Jumanne baada ya waziri kuondoka. Nikasema kwa nini mnasema waziri aondoke ndipo mtuzungumzie ile swala? Wakasema swala hili ni swala ambalo linaweza likamfukuzisha mtu kazi, kwa hiyo natakiwa tukae chini. Nikasema sawa. Jana wamekuja hapa wakaniita kwenye ofisi ya mwenyekiti, tukae tuongee tumalize haya mambo. Nikasema mimi nitakaje kwenye ofisi, nimeleta ripoti toka mwezi wa 10, hamjapeleka polisi, hamjapeleka kwa kiongozi yeyote wa serikali. Na kujaje kukaa na mimi chini hapo kwenye ofisi ya mwenyekiti, kwa nini msipeleke polisi? Nikamwambia jambo hili siwezi kukaa peke yangu mimi na mke wangu tu alafu nyinyi mko wote hao na ni upande mmoja tu. Naomba niite ndugu zangu na marafiki zangu waje wasikilize hii kesi tunayoongeaje. Wakasema tutakupigia baadaye. Wakaondoka mpaka sasa hivi ninapokuja kuzungumza na wewe mheshimiwa waziri. Na mke wangu ni huyo hapa na mtoto mmoja tuliyepewa ni huyo wa kike. Wa kiume alibaki naye. Araimoyo yuko wapi? Araimoyo yuko wapi? Hebu tuambie hili jambo unalijua? Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio anasema kwa mara ya kwanza. Mkuu wa mkoa hajaongea. Mheshimiwa waziri mkuu ndio anasikia kwa mara ya kwanza. Na yule aliyepewa taarifa yuko wapi? Ni mganga mkuu wa halmashauri. DMO yuko wapi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa hii nafasi ili niweze kujibu changamoto za mzee wetu.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakiri kupokea changamoto ya mzee wetu siku ya tarehe 5, ambapo nilipata changamoto hii kupitia uongozi wa kata. Walikuja wakaniambia kuna tarehe 5 lini? Tarehe 5 mwezi wa 3. Okay, tarehe 5 mwezi wa 3. Leo tarehe 10. Baada ya kupata hizi taarifa, nikabidi nichukue hatua ya kuweza kukutana na hii familia. Kwa hiyo hapo ambapo wanazungumza kwamba kuna watu walienda kumhoji, mmoja wapo nilikuwa ni mimi mwenyewe ili niweze kujiridhisha. Baada ya hapo nikachukua maelezo ya baba na mama, nikaenda kufuatilia kwenye taarifa zetu za hospitalini. Maana huyu mama alilazwa pale hospitalini tarehe 22 mwezi wa 10, 2025, hospitali ya wilaya Kalambo, sio Mkasi kama alivyosema. Baada ya hapo tarehe 23 wakafanyia operation. Baada ya kufanyia operation, tukaangalia zile taarifa za operation ambazo mama huyu alifanyia yeye tarehe 23. Ilionyesha kwamba amejifungua mtoto mmoja mwenye kilo 3. Tukasema ngoja tujiridhishe kwenye taarifa zingine. Tukaangalia kwenye kitabu ambacho kiko wodini kinachorekodi taarifa za wazazi. Kilionyesha kwamba amezaa mtoto mmoja kwa operation mwenye kilo 3. Baada ya hapo tukasema ngoja tuitishe kikao cha watumishi wote ambao waliweza kumhudumia huyu mama kutoka tarehe 22 mpaka anaruhusiwa. Baada ya kukaa kwa kikao, tukaongea na madaktari na wale walimhudumia, ikabainika kwamba huyu mama ni kweli alijifungua mtoto mmoja. Baada ya hapo, siku ya tarehe 25 ambayo huyu mama alikuwa anaruhusiwa udini, kuna mama mwingine kutoka kijiji cha Msanzi ambacho kiko kata ya Msanzi alijifungua watoto mapacha pale udini wakiwa na uzito wa kilo 2.5 kila mmoja, wa kike na wa kiume. Kwa bahati mbaya, katika kuandika taarifa kwenye kadi ya mama, yule nesi ambaye aliingiza zile taarifa yule mama wa Msanzi akaingiza kwenye kadi za mama huyu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikanushe kwamba kwamba alipewa taarifa hospitalini kwamba ana watoto 2 na mmoja amefariki. Siku ambayo mimi nimeweza kuitembelea hii familia, tuliongea kwenye hali ya upole na urafiki. Waliniambia kwamba kutoka siku ambayo mama yuko hospitali hawakuambiwa taarifa yoyote ya uwepo wa watoto mapacha, ila mama alikuja kujua hizo taarifa baada ya mtoto wake kufikisha muda wa kwenda kliniki. Alipoenda kliniki akakutana na nesi, akampa hongera, akamwambia mama, hongera, una watoto 2. Ndipo ambapo mama akaanza kushangaa, mbona mimi na mtoto mmoja? Ndipo dai la watoto wa mapacha likaanzia hapo, na sio kwamba alitambua swala hilo toka akiwa hospitalini, kwa maana kule hakukuwa na taarifa yoyote ya yeye kuwa na watoto mapacha zaidi ya kuwa kwenye kadi yake. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe kadi ya kliniki ikiandika ina watoto 2, unakaa tu na mtoto mmoja? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kadi imeandikwa. Tunajuaje kwamba ilikosewa? Tumejiridhisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi ndo tunaosikia hapa, tunajuaje imekosewa? Wewe na huyo nesi inawezekana mkajua hiyo, lakini sisi tunajuaje? Hata mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi hapa kwenu hamfanyaji vipimo kabla watoto wakiwa tumboni? Hamfanyi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu mama kliniki yake alikuwa anahudhuria kwenye zahanati ambapo hakuna vipimo vya ultrasound ambao vingeweza kutuambia kwamba ana watoto 2. Hebu mrudishie baba. Mheshimiwa, hawa kulingana na ile nafahamu na muda mrefu serikalini. Huyu alipokuja tulipomwelezea alijiridhisha, na yeye huyu ndio aliyefanya kwamba usiende kuzungumza mambo kwa sababu yanaweza yakakufundisha mtu kazi, sio kesi ndogo. Na jana wananifuata ili tuyaongee tuyamalize. Muulize alinifuataje kama alinifuataje jana ili tuje tuyamalize kwenye ofisi ya mwenyekiti. Ninyi kwa nini mlitaka asiongee, na kwa nini mmeanza kumtafuta baada ya kusikia ziara inakuja?
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nilivyotangulia awali, taarifa tumezipata katika ofisi ya mkurugenzi siku ya tarehe 5. Ni siku 5 kutoka leo tunapozungumza. Kwa hiyo muda ulikuwa mdogo. Sio kwa sababu ya mama alilalamika lini? Baba alilalamika lini? Mimi tarehe 28 mwezi wa 10 ndio nimepeleka taarifa hizi kwa Dkt. Mkuu hapa. Kamanda wa baba, tunakushukuru sana na pole kwa taarifa hiyo inayosikitisha. Kamanda wa TAKUKURU na RSO, hebu mtajikokas mshirikishe na tume yao ya kitaaluma. Hebu tufanyeni uchunguzi wa ndani, hili ni jambo sensitive, wa kina tupate huo ndani. Anzeni na nesi yule, anawezaje kufanya makosa kwenye jambo sensitive kama hili? Ndio. Na tuna uhakika gani yule mama mwingine ambaye ana mapacha hajapewa mtoto mwingine, kama wanaweza wakafanya makosa kizembe tu hivi? Fanyeni uchunguzi. Hata kama vitu vitahusisha na MRI na DNA, fanyeni vyote ili haki ya baba iweze na mama pale iweze kujulikana. Tunaomba baba uendelee kuwa mtulivu. Tumeshakabidhi vyombo vyetu vifanye uchunguzi ili tusionee mtu. Tuchukue hatua inayostahili. Na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wataendelea kulifuatilia kwa karibu. Pole sana baba. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.